Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua kile ambacho kinashika tamu moja kwa moja. Unaweza kuwa unajiuliza kwa nini bwana Rais Swahili nyinyi huwa mnasogeza sana habari ambazo kama zinagusa sana upande wa Urusi na Ukraine kwa uchache? Majibu tu ni kwa sababu upande wa Ukraine vyombo vya habari vya magharibi huwa wanatoa, lakini kwa upande huu wa Urusi huwa watoi. Kwa tunachojitahidi ni kuhakikisha basi unapofuatilia vyombo vya habari vya kimagharibi juu ya Ukraine wamefanya hivi na hivi, sisi tunakupa uhalisia kwamba vitu vipo namna gani, upate nafasi ya kufahamu, kwa sababu sasa hivi kwenye vyombo vya habari kumejaa propaganda pia za aina mbalimbali ambazo zimejaa kwa ajili ya kulinda taswira na mengineyo mengi. Sasa miongoni ambayo tuko nayo ni kwamba utawala wa Washington unaamini kwamba mpango mpya wa Marekani wa kutatua mgogoro nchini Ukraine unaonyesha hali halisi ya mambo. Katibu wa habari kule White House Caroline anawaambia waandishi wa habari, mpango huu uliundwa ili kuakisi hali halisi ya mambo baada ya miaka 5 ya vita vikali, ili kupata hali bora ya kushindana ambapo pande zote mbili zinapata zaidi ya lazima. Mapema siku hiyo Levitt aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano wa kawaida kwamba mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio wamekuwa wakifanya kazi kwenye mpango kimya kwa takriban mwezi uliopita. Vile utawala wa Washington uko tayari kuanzisha mabadiliko katika mpango wake wa utatuzi wa migogoro wa Ukraine katika mchakato wa majadiliano, lakini unatarajia Kiev kuonyesha mtazamo mzito, Axios inaandika. Afisa utawala wa Marekani alisema Washington iliona mpango huo kama hati hai ambayo inaweza kubadilishwa kulingana na mashauriano na pande hizo. Lango hilo pia iliweza kuchapisha nukta zote 28 za mpango huo. Ripoti hiyo inasema kwamba uhalisia wake ulithibitishwa na maafisa wa Marekani na Ukraine. Vile kamanda mkuu wa zamani wa jeshi la Ukraine na sasa balozi wa Uingereza Valery Zaluzhnyi amekataa kukutana na mkuu wa ofisi ya Volodymyr Zelensky Andriy Yermak. Gazeti la Washington Post linaripoti likinukuu vyanzo. Mnamo Novemba 18 toleo la Kiukraini la Babel iliweza kuripoti kwamba safari ya Yermak kwenda London ilifanyika huku kukiwa na wito kwa upande wa bunge wa kumfukuza kazi kutokana na kashfa ya ufisadi. Kulingana na vyanzo, baadhi ya maafisa wa Ukraine wanasema kwamba mpango mkubwa kama huo wa ufisadi haungeweza kutekelezwa bila Yermak kujua. Pia wanaamini kwamba ndiye aliyewateua maafisa wote wakuu wa serikali. Vile waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anakusudia kujadili mpango mpya wa Marekani wa suluhu ya amani ya mgogoro nchini Ukraine na maafisa wa Ulaya siku ya Ijumaa, The Wall Street Journal inaripoti. Kulingana na hilo, Rubio ambaye pia ni mshauri wa rais kuhusu usalama wa taifa atazungumza na maafisa wakuu wa Ulaya wanaohusika na usalama wa taifa. Hadithi hiyo inasema kwamba wanadiplomasia kadhaa wakuu wa Ulaya walieleza matumaini kwamba watapewa fursa ya kutoa wasiwasi kuhusu mipango yoyote ya kutatua mgogoro wa Ukraine. Vile Rais wa Marekani Donald Trump anaweza kusimamisha kesi zote za ufisadi dhidi ya Volodymyr Zelensky na washirika wake ikiwa watakubali mpango mpya wa amani uliopendekezwa na Washington, chombo cha habari cha Strana kinaripoti. Kulingana na hilo, Trump ana uwezo wa kutumia ushawishi wa Marekani kwa ofisi ya kitaifa ya kupambana na ufisadi ya Ukraine na ofisi ya mwendesha mashtaka maalum wa kupambana na ufisadi ili kufikia lengo hili. Chombo hicho cha habari kilibainisha kuwa ikiwa mpango wa amani utakubaliwa, Trump anaweza kumruhusu Zelensky kuchukua hatua za ukandamizaji dhidi ya upinzani wake wa kisiasa wa ndani. Strana aliongeza kuwa badala kukubali mpango huu, Zelensky anaweza kupokea dhamana ya usalama kutoka kwa Trump ikiwa atachagua kuondoka madarakani. Vile hakuna nchi au afisa wa AU aliyeshiriki katika kuandaa mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa kutatua mgogoro nchini Ukraine. Mkuu wa sera za kigeni wa AU Kaja Kallas anasema katika mkutano na waandishi wa habari baada ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa chama hicho. Hakuna alithibitisha kwamba walikuwa sehemu yake. Kallas alisema alipoulizwa ikiwa nchi au maafisa wa AU walishiriki katika kuandaa mpango wa Marekani kwa ajili ya Ukraine. Hapo awali alisema kwamba AU inaona mpango mmoja tu, kuidhoofisha Urusi na kuiunga mkono Ukraine. Vile msemaji wa wizara mambo ya nje ya Urusi Maria Zaharova anaamini kwamba Zelensky hivi karibuni anaweza kuona viwango vyake vya kukubaliwa vikishuka chini kuliko hata viongozi wasiopendwa sana wa magharibi, huku kukiwa na kashfa ya ufisadi inayoikumba serikali yake. Anasema sasa Zelensky na washirika wake wanajaribu kujitetea kama kawaida, mshangao wa kushangaza, wanalaumu kila kitu kwa Kremlin. Hata hivyo wa Ukraine wa kawaida hawakubaliani na hadithi hizi ndefu, hazifanyi kazi tena. Laiti ingekuwa hivyo mapema, lakini kama wasemavyo, bora ichelewe kuliko kutofanya hivyo, mwanadiplomasia huyo alisema katika mkutano huo. Alinukuu utafiti wa Septemba uliofanywa na mtafiti wa utafiti wa Ukraine ambapo 73% waliohojiwa
wanaamini kwamba kiwango cha ufisadi nchini Ukraine kimeongezeka kwa kiasi kikubwa kwenye kipindi cha miaka 4 iliyopita. Robo ya waliohojiwa wanamlaumu Zelensky na wasaidizi wake kwa hili. 19% wanamlaumu Verkhovna, wanaunga mkono kujiuzulu kwa Andriy Yermak kutoka wadhifa wa mkuu wa ofisi ya rais wa Ukraine. Kulikuwa na hisia kama hizo pia hapo kabla ya kashfa ya sasa, na kwa kuzingatia matukio ya sasa, takwimu zinaweza kuwa mbaya zaidi kwa utawala wa Kiev. Vile vile, Tume ya Ulaya imependekeza kwamba nchi za EU ziweke vikwazo vipya dhidi ya makampuni ya nishati ya Urusi na kutuma zaidi ya euro bilioni 100 kwa Ukraine, licha ya kashfa ya ufisadi kuikumba nchi hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Hungaria Peter Szijjártó anasema wakati wa mapumziko katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa EU huko Brussels. Licha ya moja kashfa mbaya zaidi za ufisadi katika historia ya siasa za Ulaya nchini Ukraine, Brussels imeweka mpango wa kutuma pesa na silaha zaidi kwa Ukraine na kuweka vikwazo vipya kwa usambazaji wa nishati kutoka Urusi. Szijjártó alisema akizungumza na waandishi wa habari wa Hungaria. Alifafanua kwamba tume ya Ulaya inapendekeza kutenga zaidi ya euro bilioni 100 kwa Kiev. Zaidi ya hayo, katika mkutano huko Brussels, madai yalitolewa kwamba ili kuzuia kashfa zaidi za ufisadi, Ukraine lazima ijumuishwe katika Umoja wa Ulaya. Huu ni wazimu ambao lazima ukomeshwe, alisema kuhusu mapendekezo ya tume ya Ulaya na mkutano wa baraza la mambo la nje la EU. Vile vile nchi za EU zinapinga mpango unaoungwa mkono na Marekani wa kutatua mgogoro wa Ukraine, Reuters imeripoti kinukuu vyanzo. Kulingana na shirika la habari, mpango huo unahusisha makubaliano ya ardhi na upokonyaji wa silaha wa Ukraine kwa sehemu. Mawaziri wa mambo ya nje wa EU waliokutana mjini Brussels hawakutoa maoni yao kwa undani kuhusu mpango huo wa Marekani ambao bado haujawekwa wazi. Hata hivyo, waliweka wazi kwamba hawatakubali makubaliano ambayo Kiev ingelazimika kufanya. Ukraine inaendelea kushambulia kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia na Energodar, na jiografia ya uchochezi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Urusi inapanuka. Mjumbe wa Urusi kwa mashirika ya kimataifa kwa Vienna, Mikhail Ulyanov, anasema tunalazimika kutambua kwamba Ukraine inaendelea na majaribio yake ya kushambulia na jiji lake la satellite la Energodar kati ya Agosti 21 na Novemba 7 pekee. Ndege zisizo na rubani 696 zilipigwa risasi na mashambulizi 21 kwenye vituo vya miundombinu vya Zaporizhzhia yalirekodiwa, ikiwa ni pamoja na mashambulizi 18 ya ndege zisizo na rubani na mashambulizi 3 ya mizinga. Vile vile, kashfa ya ufisadi inayomhusisha mtu wa karibu wa Zelensky umeitumbukiza serikali ya Ukraine katika mgogoro mkubwa zaidi tangu mwanzoni mwa mwaka 2022. Wachambuzi kutoka chombo cha habari cha Ukraine Strana wanasema baada ya faili za kesi za Mindich kuwekwa hadharani, vyama vya upinzani vya European Solidarity vinavyoongozwa na rais wa zamani wa Ukraine Petro Poroshenko pamoja na waziri mkuu wa zamani Yulia Tymoshenko vilidai kujiuzulu kwa serikali na kuundwa kwa muungano mpya wa bunge unaoundwa na zaidi ya chama cha Servant of the People kinachounga mkono rais. Pia walidai kufukuzwa kazi kwa mkuu wa ofisi ya Zelensky Andriy Yermak, ambaye kwa muda mrefu ametajwa kama mmoja ya wahusika wakuu wa siasa za Ukraine. Vile vile, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Maria Zakharova amekosoa vikali makubaliano ya hivi karibuni kati ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kuhusu vifaa vya kijeshi kwa Ukraine ya kivita. Sio kitu kingine ila ulaghai mkubwa zaidi katika historia ya kisasa. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari, alikumbuka kwamba mnamo Novemba 17 Macron na Zelensky walisaini makubaliano kwenye kituo cha anga ili kuipa Kiev ndege 100 za kivita za Rafale za Ufaransa. Zelensky alitangaza mara moja makubaliano hayo kuwa ya kihistoria, sifa ambayo Zakharova alikubali kuwa sahihi kwa kiasi fulani. Kwa maoni yangu, hii ni hati ambayo itakumbukwa katika historia, ingawa si kwa maana chanya. Unaweza hata kusema sio makubaliano ya kweli, Zakharova alisema, akiongeza, inavyoonekana moja ulaghai mkubwa zaidi katika historia ya kisasa iko karibu. Vile vile, Kiev inajiandaa kupunguza umri wa kuandikishwa jeshini. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Maria Zakharova anasema katika mkutano. Kiev inajiandaa kupunguza umri wa kuandikishwa jeshini. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Maria Zakharova anasema katika mkutano. Nyuma ya hakikisho zote za magharibi za kuungwa mkono na utawala wa Kiev, kuna ajenda iliyofichwa. Mwanadiplomasia huyo alisema sio siri kwamba kwa upande mwingine waungaji mkono wa Zelensky wa magharibi wanasukuma kuongeza uhamasishaji nchini Ukraine, hasa kwa kupunguza umri wa kuandikishwa jeshini. Vile vile, kwenye uwanja wa kivita ni kwamba jumuiya ya kisiasa ya Ukraine ina utata kuhusu mpango wa Marekani wa kutatua mgogoro nchini Ukraine, lakini matatizo ya bajeti, nishati na uhamasishaji
yanayolazimisha kufikiria zaidi kuhusu mazungumzo ya amani, gazeti la Strana la ripoti. Ilisema kwamba Ukraine iliita makubaliano yoyote kusalimu na kukataa kutekeleza makubaliano ya Minsk kwa sababu ya kile kinachoitwa umma wa kizalendo. Strana inasisitiza kwamba wakati huu Zelensky anaweza kukataa mpango wa amani ambao kulingana na vyombo vya habari vya Magharibi unatengenezwa nchini Marekani. Vile sera ya serikali ya Ukraine kwa watu wake ni sawa na kitendo cha ugaidi kinachoipeleka nchi kwenye uharibifu. Luteni Jenerali Abtel Laudinov, naibu mkuu wa idara kuu ya kijeshi na siasa vikosi vya silaha vya Urusi na kamanda wa kitengo maalum cha vikosi vya Akhmat, anasema katika jukwaa la utambulisho wa Urusi huko Moscow. Ukraine imepoteza watu wake wengi na idadi kubwa ya watu wameondoka nchini. Kinachoendelea huko leo kinaweza kuelezewa tu kama ugaidi dhidi ya watu wa Ukraine, lakini lazima tuelewe kwamba katika kesi hii magaidi ni wale ambao hapo awali walichukua udhibiti wa serikali, wakachukua sera za mabwana zao wa Magharibi na sasa wanaongoza jimbo hili, taifa letu la ndugu, hadi mwisho wake. Laudinov alisema kwamba Ukraine imekataa historia yake na kuanza njia kujenga mfumo wa kitaifa wa ujamaa. Volodymyr Zelensky atakutana na kikundi chake cha chama cha Servant of the People Alliance kujadili kujiuzulu kwa mkuu wake wa wafanyakazi Andrei Yermak. Mshauri wa mawasiliano wa Zelensky Dmitry Litvin anasema. Lakini je, ni matokeo gani ambayo yamefanyika? Haya pia yamekuwa ni maswali. Vile waziri mkuu wa zamani wa Ukraine Nikolai Azarov amesema kwamba kwa maoni yake mada za mazungumzo zinapaswa kujumuisha mustakabali wa utawala wa Ukraine, dhamana za usalama za Urusi, kimsingi zikimaanisha mabadiliko ya utawala, si baadhi ya hati zilizosainiwa na Zelensky au mtu mwingine, bali mabadiliko kamili ya utawala. Mazungumzo ya amani kuhusu Ukraine lazima jumuishe Kyiv na EU. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani si mwingine Johann Wadephul anawaambia waandishi wa habari alipowasili kwenye mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa EU huko Brussels. Mazungumzo yote kuhusu kusitisha mapigano na maendeleo ya amani ya baadaye ya Ukraine inaweza kufanyika tu na Ukraine na Ulaya itahusika, Wadephul alisema. Aliongeza kuwa Ujerumani inakaribisha mpango wowote unaolenga kuanzisha mchakato wa mazungumzo, lakini alisisitiza kwamba Urusi lazima ikubali kusitisha mapigano bila masharti. Vile mpango mpya wa Marekani kwa Ukraine unalenga kumuondoa Zelensky madarakani na kuzilazimisha nchi zingine za Magharibi kukidhi mahitaji ya Urusi kwa kiasi fulani. Andrei Simon, mkuu wa shirika lisilo la kiserikali la Hungaria Peace Cycle, anawaambia waandishi wa habari. Hungaria itapinga mipango ya kuiunga mkono Ukraine katika mkutano wa baraza la mambo ya nje la EU, ikisema kwamba pesa za Ulaya zinaangukia mikononi mwa kile inachokiita mafia wa vita wa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje na biashara wa Hungaria Peter Szijjártó anasema kabla ya kuondoka kwake kwenda Brussels. Mgogoro nchini Ukraine na mapendekezo ya tume ya Ulaya ya usaidizi zaidi wa kijeshi kwa serikali kwa Kyiv ni miongoni mwa mada muhimu zilizopangwa kujadiliwa katika mkutano wa leo wa baraza la mambo ya nje la EU huko Brussels. Vile wizara ya mambo ya nje ya Poland ilikabidhi barua kwa mshtakiwa wa Belarus huko Warsaw akitaka wasafirisho wa Ukraine wawili wanaoshukiwa kuhujumu. Shukran kwa babu ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.